Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye kipengele cha kuedit sound yako, ambapo hii ndo sehemu ambapo tutaeditia. Halafu hapa ndo sehemu ambapo hizi track zako zinatakiwa ziwe hapo, ambazo zinakuwa kwenye media browser, ambapo utachukua track yako moja, utainsert. Baada ya kuinsert, hapo inajiload. Baada ya kuinsert hapo kwenye sehemu yako ya kuedit, utaiangalia kwanza, je, sauti yake iko vizuri? Na kama sauti ni ndogo, utaongeza. Huu mstari wa njano ndio unatumika kuongezea sauti na kupunguzia sauti. Lakini sauti yako ya hapa, hii sound inatakiwa iwe kubwa zaidi ya sound ya background. Kwa hiyo hii tutaiweka maximum hapo. Baada ya hapo tutachukua sound yetu nyingine, kwa mfano kama kwenye makala. Tutachukua sound yetu nyingine ambayo itatumika kama background. Tutainsert pia. Lakini hii background yetu tutaiminimize, kwamba tutaangalia kwamba hii sauti yake ni kubwa zaidi ya hii sound yetu ya kwanza. Kama itakuwa ni kubwa, basi nayo tutaishusha. Lakini sio sehemu zote ambazo tutaishusha, tutaangalia baadhi ya sehemu. Kwa mfano, mimi nitashusha sehemu hiyo hapo. Yaani sound hapo ndio itakuwa ndogo, na maeneo hayo hapo ndio sound yetu itakuwa ndogo, ili tusiweze kuchangamana na sound hii ya huku juu. Na hapo ndivyo tumemaliza kuedit. Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye kipengele cha export sound yetu, ambapo tutaenda kwenye sehemu ya files. Baada ya kwenda kwenye sehemu ya files, tutaenda kwenye sehemu iliyoandikwa export. Baada ya hapo tutaenda kwenye export. Baada hapo tutaenda kwenye multitrack mixdown, then tutaenda kwenye entire session, ambapo hapo tutabonyeza, then tutaangalia kama vipengele vyetu viko sahihi kwenye file name, location, format, sample type. Then tutakuja hapo kwenye sehemu imeandikwa apply. Then baada ya hapo tutabonyeza iko kitufe kimeandikwa hapo okay. Baada ya hapo ndio itakuwa hapo inajiexport, then utaikuta kwenye folder ambayo locate ili ielekee hapo. Na hivyo ndivyo jinsi ya kuedit sound na kuexport sound yako. Asanteni sana.